Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं उस पाक ग्रोह के चंद अफराद Halifa mtukufu Mwenyezi Mungu amsaidie anasema kwamba leo tena mimi nitaeleza habari na matukio ya watu kadhaa la kundi takatifu, watu ambao walipata zama ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na kwa kujiunga na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam walifalana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila tukio litakaloelezwa linaonyesha utakaso wa masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na vile vile uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Vile vile katika kila tukio linathibitika ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Pia riwaya ya kwanza ni ya bana Dr. Abdul Majid Khan saheb. Yeye anasema baada ya kufariki kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam niliona katika ndoto kwamba yeye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu wote wamekuja nyumbani kwangu wakati alipokuwa akiishi katika mji wa Makran Balochistan. Anasema niliona katika ndoto kwamba wote wana furaha sana. Katika ndoto nikamuuliza Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba huyu ni kina nani. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba huyu ni Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tena nikamuuliza huyu ni nani, na akasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema kwamba kwa kusikia hii kwa heshima nikainamisha kichwa changu, na baadaye nilipoinua kichwa changu nilikuta wote walikuwa hawapo pale. Niliwaona hao wote walikuwa wanafanana. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimuelewesha kwamba Sayyidina alayhi wasallam amekuja kama ni kivuli cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Hadhrat Ghulam Hussain Bhatti saheb yeye anasema katika riwaya yake kwamba mimi nilikuwa nikisoma katika Fatehpur, na baada ya miaka 2-3 rafiki yangu Laldin Arai aliyekuwa mtu mwema sana na mcha Mungu sana, katika ndoto
yeye aliona bana lal din saheb अस्सलाम वालेकुम अर्ज किया। kwamba हुजूर ने वालेकुम अस्सलाम ameenda katika mkutano wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. आ गए। baada ya kufika mkutanoni nilimsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. huzur akasema waalaikum salam, na pamoja na hiyo akasema kwamba mia lal din, je umekuja? nikasema ndiyo huzur, nimekuja. मियां लाल दीन huzur alikuwa ameketi na upande wa kulia kwake alikuwa mtu mwingine aliyekuwa ameketi. huzur mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mia lal din, akasema je unamtambua huyu? huyu ni Mahdi. जनाब मैंने पहचान लिया है। kwa hivyo wewe umtambue. nikasema kwamba nimeshamtambua. मरहूम फरमाते हैं कि मैंने जो मेहदी की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि उनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। mia laldin saheb anasema kwamba मेरी आंख खुल गई। nilipomuona imam mahdi nikajua kwamba katika uso wake nuru inatoka, na kwa hiyo nikaamka baada ya kuona ndoto hii. kwa kuona ndoto hii मस्जिद में ज्यादा जाते लोगों ने उन्हें दीवाना तस्वर किया। bana laldin akamwelekea mwenyezi mungu na akaanza kuwasii watoto wake kuhusu swala, na mwenyewe alikuwa akienda msikitini sana. watu wakaona kwamba huyu ameenda mwenda wazimu na wakaanza kumpatia dawa ya maradhi hii. जब ये ख्वाब सुनी maulwi sultan ahmad sahab ahmadi marehemu alikuwa mganga mashuhuri sana. आमद की बेहद मशहूरी थी। yeye aliposikia ndoto yake yeye akaelekea kadhian mara moja, से मेरे लिए भी na wakati huo habari ya kuja kwa imam mahdi ilienea sana. बैत करके वापस maulwi sultan saheb alipoenda kadhian, maulwi laldin saheb akamwambia kwamba umuombe hadrat saheb yani mirza ghulam kadhiani alayhi salam aniombe. maulwi sultan saheb aliporudi baada ya kufanya bayat, mia laldin saheb akamuuliza je ulimuomba hadrat saheb aniombe? maulwi saheb akasema kwamba ndugu yangu nilisahau. mia laldin saheb akasema kwamba sawa, wewe umeenda kadhian, mimi sikuenda kule, lakini unaweza kuniuliza hali ya kadhian. yani mimi sikuenda kadhian, lakini unaweza kuniuliza hali ya kadhian, naweza kueleza vizuri habari ya kadhian ikoje. kwa hiyo alieleza habari ya kadhian aliyoona katika ndoto. kwa kusikia hii maulwi sultan saheb alishangaa. kwa kusikia maongezi haya ya maulwi saheb anayeeleza riwaya, huyu anasema sisi watu watatu, yani munshi karamalahi gardawar. sura anasema gardawar ni mtu anayefanya katika ofisi ya kifedha, na kazi yake inakuwa kupima mashamba na kupima mimea, na vile vile iye anaangalia tax. na mtumishi wa idara ya fedha anayefanya kazi kijijini yeye pia anaitwa gardawar. kwa hiyo anasema munshi karam alai saheb gardawar, mia ramadhan din mayana na mimi tukaandika barua ya bayat. मियां लाल दीन hazur anasema anaeleza maelezo haya kwa sababu wanafanya tafsiri, wakati mwingine wanasema hawaelewi maneno kadhaa. baada ya kuandika barua, baada ya miezi michache, mia laldin, mimi na muhammad yar na bana murad alikuwa mlinzi wa bustani, पिछली रात उठकर नफल पड़े। sisi watu wanne tukaamua kwamba tutaenda kadhian. कि गधे tukafika stesheni ya miachenu na tukaswali nafali ya usiku, na mia laldin akaeleza ndoto yake ya usiku kwamba hadrat saheb yani sainam alah salam anasema kwamba kuna faida gani ya kuleta punda. yani mia laldin aliona ndoto usiku kwamba sainam alah salam amesema kwamba kwa nini umeleta punda pamoja nanyi. kwa hiyo yeye bana laldin akasema na akasisitiza kwamba इसका मतलब यकीन हमने कोई मुनाफिकाना ni nani miongoni mwetu ambaye ana imani ya unafiki, kwa sababu sinama alislam amesema kwa nini umeleta punda. kwa hiyo lazima miongoni mwetu kuna mtu mmoja ambaye ana imani ya unafiki. ने कहा कि मैं kwa hiyo akamuuliza kila mtu, yani sisi sote watu wanne. murad mlinzi wa bustani yeye
akasema kwamba mimi nakuja kwa ajili yako, pengine mimi siendi kule kwa ajili ya kufanya bayat. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kwa tukapanda gari na tukafika stesheni ya Batala, na kwa uongozi wa Laldi tukafika Qadian. कपड़े वगैरह हमने वहीं रखे। Baada ya kufika Qadian tulifika miskitini wakati wa mchana. Ilikuwa wakati wa kula chakula, na tukaweka mzigo wetu pale pale. सब भाई आ जाओ, हम तकरीबन उस वक्त 10-12 Labda yeye anazungumza kuhusu msikiti wa Mubarak. Anasema tukaweka mzigo wetu pale, mtu mmoja akatangaza kwamba chakula kimeandaliwa. Sisi tulikuwa watu 10 au 12 pale, tukakusanyika, na mtu mmoja aliyekuwa msimamizi akatuuliza kwamba mnaishi wapi. Sisi tukasema tunaishi katika wilaya ya Multan. Yeye akauliza tena kwamba umepataje shauku ya kuja huku Qadian? Kwa Mia Ladin akaeleza ndoto yake yote. Kwa kushikia hii akasema, je, utamtambua Sinam alayhi salam? Ya Ladin akasema ndiyo, lazima nitamtambua. Kwa hiyo watu walikuwa wakija pale moja moja, wageni. Kwa hiyo huyu bana aliendelea kumuuliza bana Ladin kwamba je, huyu ni Mirza Ghulam Ahmad Sinam alayhi salatu wassalam? Na Mia Ladin alisema hapana. Yani aliuliza kuhusu watu kadhaa walikuja pale kwamba je, huyu ni Sinam alayhi salam, lakini Mia Ladin akasema hapana. Lakini wakati Sinam alayhi salatu wassalam alipofungua dirisha na aliangalia ndani ya msikiti, ilikuwa dirisha kadogo, na Sinam alayhi salam alipoangalia ndani ya msikiti, Mia Ladin akasema kwamba huyu ni Mirza Ghulam Qadian Sinam alayhi salam, niliyemuona katika ndoto yangu. Na yubana msimamizi akasema ni kweli, huyu ni Sinam alayhi salam. Hadhrat Maulvi Muhammad Ismail Saheb, Babu Mira Bakhsh Saheb, hawa wote wawili walikuwa sahaba wa Sinam alayhi salatu wassalam. Kuhusu Babu Mira Bakhsh Saheb anasema kwamba Babu Mira Bakhsh Saheb aliyekuwa sahaba miongoni wa masahaba 313. Yeye akapata maradhi. Kwa hiyo alimwendea Sinam alayhi salatu wasalam. Alikaa mwezi mzima kule, na wakati huo alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Yani aliugua wakati alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Yeye anasema kwamba aliona ndoto siku 3 mfululizo. Siku ya 3 aliona mtu ambaye alishika upanga, na anasema kwamba fanya bayat haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo akafanya bayat asubuhi. Alipomba ruhusa ya kuondoka kutoka kwa Sinam alayhi salam baada ya kupona na baada ya kupata matibabu. Kwa hiyo baada ya kufanya bayat, anasema niliendelea kumwandikia barua Sinam alayhi salam. Hadhrat Sone Khan Sahib anasema kwamba nyumbani kwangu alikuwa nyati moja. Yule nyati alipozaa mtoto, ilikuwa utaratibu kijijini kwetu kwamba maziwa ya siku ya kwanza ya nyati ilikuwa ikitengenezwa hulwa, na ilikuwa ikipelekwa katika kaburi la Fateh Khan Saheb. Huzur anasema wale wanaoabudu makaburi, hii ni desturi yao. Kwa anasema nikatayarisha hulwa na nikamwalika baba na baba mdogo, lakini wao wakakataa mwaliko wangu kwamba umekuwa mkafiri, kwa sababu alijiunga na jumuiya. Kwa hiyo wakasema umekuwa mkafiri, sisi hatuji kula hulwa nyumbani kwako. Na siku ile mganga mmoja alikuwa amekuja kijijini kwetu. Ye alikuwa rafiki wa baba mdogo wangu. Ye alikuja kijijini kwetu. Nilimpatia hulwa iliyotayarishwa na maziwa ya nyati. Yeye kwa kusoma maombi ya kala. Yeye yule mganga akaniuliza, Mirza Sahab amekufundisha nini? Yani baada ya kujiunga na Sinam alayhi salam amekufundisha nini? Nikasema kwamba amesema ni swala 5 kila siku, na nimsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na niamini kwamba mimi ni Imam Mahdi mkweli. Yani yeye ameniambia mambo haya. Mganga akasema kwamba ungemuuliza kwamba kwa kusoma
aya gani na kwa kumsalia durud gani tunaweza kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ile ile nilimwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wassalam na niliuliza maswali yale aliyoniuliza mganga. Anasema kabla ya kujiunga na jumuiya nilikuwa nikifuata Chishtia na wao walikuwa wakisema Allahu na zikri ingine ya la ilaha nilikuwa nikifanya kama wao wanafanya, na niliandika maombi mengine pia katika barua niliyomwandikia Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam alinituma majibu yake hivi kwamba zama yangu inafanana na zama ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maombi ulioandika hayatakiwi yafanywe katika zama hii. Maombi ninayofanya ni yale yale aliyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kusoma sura al-Fatiha na fanya istighfar sana, na vile vile usome lahol, na kwa kusoma hii utapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na pamoja na hii akasema kwamba mimi nasoma maombi yaliyoelezwa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na namswalia mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi iliyoelezwa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akaandika hii pia kwamba unapomsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama unataka kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati katika hali unaposoma durud unatakiwa uwe na mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moyoni mwake, na uache mapenzi mengine ya aina yoyote, na uwe na mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi kushinda vitu vyote. Na akasema kwamba mimi nikaanza kusoma durud hazara. Hazur anasema hii pia ni durud ambayo inaswaliwa wakati wa sala ya tahajjud, yani watu wasikuwa na jumuiya wao wanaswali durud wakati wa swala ya tahajjud, yani Allahumma salli ala Muhammadin, wanaswali mara 1000. Na anasema mimi nikaanza kusoma durud sharif hazara, yani mara 1000 wakati wa sala ya tahajjud nikaanza kusoma durud, na ni mashuhuri kwamba mtu akisoma hivi atamuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema nikaanza kusoma durud hii. Baada ya siku chache katika ndoto Mirza Sahib akaja, na kwa kushika mkono wangu akanichukua pamoja naye na akanipeleka katika nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule watu walikuwa wamesimama katika mistari na mtume sallallahu alikuwa amekaa jokwani, na sisi tukasimama katika mistari ya nyuma. Bana Mirza Sahib kwa sauti ya juu akasema, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhusu Sone Khan tumefanya mpango mzuri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii akasema kwamba yoyote uliyofanya mpango kwa ajili ya Sone Khan sisi tumekubali, basi aendelee kubaki hapa katika mkutano huu. Na anasema mimi niliona wazee kadhaa katika ndoto, na baadaye Mirza Sahib alipoomba ruhusa na tukarudi nyumbani, na akanipeleka nyumbani kwangu. Na wazee na mawali niliowaona katika ndoto ni hawa: Hadrat Miraji Sayyid Pan Sharif, yeye katika ndoto yeye akasema kwamba mimi na Mirza Sahib sisi tunafanana, yeye pia ni Mahdi na mimi pia ni Mahdi. Na wali mwingine wa Kapurthala pia nilikutana naye, yeye pia alisema kwamba yeye ni Mahdi na Isa, na mimi na yeye sisi tunafanana. Kisha anasema wakati ilipokuwa kesi ya Karamdin, anasema katika kijiji changu kulikuwa hakuna mwanajumuiya hata mmoja, na watu walikuwa wakisema kwamba Mirza Sahib atakamatwa katika kesi ya Karamdin. Wakati huo kwa kusikia mazungumzo ya watu nilihuzunika sana, kwa nilimwendea bana Habibur Rahman aliyekuwa mwanajumuiya,
bana habibu rahman akasema usiwe na wasiwasi, umswalie mtume saa salam na ufanye maombi. Kwa hiyo nikamswalia mtume saa salam na nikasoma sura al-Fatiha na niliendelea kufanya maombi. Baada ya siku chache, katika ndoto mtu mmoja akaleta maiti ya kijana moja, na ilikuwa imefunikwa katika vitambaa 7, na akaweka maiti mbele yangu. Nikamwambia, nikamuuliza hii ni nini? Akasema angalia wewe mwenyewe. Kwa hiyo nikaanza kufungua vitambaa. Nilipofungua kitambaa 6 kwa kuona sura yake yule kijana maiti, nikasema hiyo ni sura ya mnyani ambaye alifanya kesi dhidi ya Mirza Sahib. Nilikuwa nimekaa juu ya paa, kwa hiyo nikamangusha chini ile maiti, kisha niliandika ndoto hii kwa Sinam alayhi salatu wasalam. Huzur akasema kwamba hivyo ndivyo yeye atafedheheka, na hivyo ndivyo ilivyotokea, alifedheheka. Dr. Abdul Ghani Sahib Kadak baada ya kusoma kitabu kitwacho Andame Atham, ye anasema kwamba nilianza kusoma vitabu na nilianza kuswali swala pia, na zamani nilikuwa sifanyi hivi. Katika hali hii niliona ndoto moja kwamba mimi nimesimama mahali ambapo mbele yangu kuna mnara mmoja, na karibu na mnara kuna mlango mmoja ambao umetengenezwa kama zamani ilikuwa ikitengenezwa milango kwa mbao. Mimi najaribu kufungua ule mlango ili niingie ndani, lakini haufunguki. Niliposukuma kwa nguvu, nilihisi kwamba mlango umefunguka na nimeingia ndani, lakini sikuanguka ndani. Kisha naona kwamba mbele kuna bustani nzuri chungu mzima, na kuna maua nzuri pale. Kwa kupita katikati ya maua, mimi nahisi kwamba gari iko tayari kwenda Lahori, lakini sina tikiti. Katika hali hii, mtu mmoja ambaye na rangi ya ngano, naona kama ni driver ya gari, yeye akasema kwamba usiwe na wasiwasi, kama huna tikiti ushike viboko vya gari, lakini angalia usilale. Kwa hiyo nikashika viboko vya gari, na mimi nahisi kwamba mimi nasinzia, na wakati huo nilikuwa nimeshika viboko vya gari, na vile vile nilikuwa nafungua macho yangu kwamba isije nikalala. Na katika hali hii mimi nikaamka. Nilimwandikia ndoto yangu hii Muhammad Amin Saheb, akasema kwamba tayari umeshajua kuhusu ukweli, kwa hiyo ufanye bayat. Nikasema nitaenda Kaadiana, kule nitafanya bayat. Akasema kwamba hakuna anayejua kwamba ataishi mpaka lini. Kwa hiyo akanipatia kadi moja alikuwa naye mfukoni mwake, akasema andika barua ya bayat. Kwa hiyo nikaandika barua ya bayat, na Muhammad Amin akaenda kwa ajili ya kupost, na hii ilikuwa mwaka 1907. Baada ya siku 2-3 nilipata barua kwamba Sinam alayhi salam amekubali bayat yako, na iliandikwa kwamba Mwenyezi Mungu akupatie imara katika bayat yako. Ni iliandikwa hii pia pamoja na hii kwamba usali swala 5 na vile vile umsalie mtume sallallahu alayhi wasallam pia. Bana Mia Sharafat Ahmad Sahib anaandika kuhusu baba yake Maulvi Jalaluddin Sahib marehemu. Anasema kwamba baba yangu kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa akipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kujiunga na jumuiya aliendelea kupata ufunuo zaidi, na alimuona Mwenyezi Mungu pia katika ndoto, na vile vile alimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia mara chungu mzima katika ndoto, na alimuona Hazrat Abubakar na masahaba wengine pia katika ndoto. Kisha anaandika kwamba kuhusu baba yake kwamba siku moja katika msikiti wa mtaa wa Darur Rahmat alieleza ndoto kwa marafiki zake wengine, na mmoja wao alikuwa Master Alladita marhum. Ye alieleza kwamba alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yeye
alikuwa akimwona mtume muhammad saa salam kila siku katika ndoto, na asubuhi alikuwa akiandika ndoto yake na alikuwa akiweka mbele ya sinam alahi salatu wassalam. वालिद साहब बयान करते हैं कि मेरे दिल में शैतान ने Na sinam alahi salatu wassalam alikuwa akiandika juu yake ni sawa. दीदार हो रहा है। Baba anasema kwamba shetani akatia wasiwasi moyoni mwangu kwamba hii haiwezekani kwamba kila siku anamwona mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu bana, na ilikuwa karibu kwamba mimi ningepata wasiwasi zaidi, lakini mwenyezi mungu akaniongoza na akanisalimisha katika kuangamia. Na ilitokea hivi kwamba siku moja pia niliona katika ndoto kwamba nipo katika mkutano wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sainam alahi salatu wassalam pia alikuwa pale. Watu walikuwa pale, moja akauliza kwamba kuhusu makka imekuja man dakhalahu kana amina, yeyote anaingia makka atapata amani, lakini makka ilikuwa si sehemu ya amani kwa ajili ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alilazimika kwenda madina na alikaa kule. Yeye anaeleza ndoto yake na anasema kwamba kwa mujibu wa swali hili mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hii pia imeandikwa kwamba hakuna anayeweza kushinda maka, lakini mimi nimeshinda maka, na hii ilitokea kwa sababu nilifukuzwa katika maka, na hiyo kwa hiyo nilishinda maka. मेरी इसके बाद मेरी आंख खुल गई इस ख्वाब के बाद। तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद अदा की और मस्जिद में चला गया। सुबह को वही दोस्त फिर तशरीफ लाए। Kisha anasema baba yangu anasema baada ya kuona ndoto hii niliamka, na ilikuwa wakati wa sala ya tahajjud. Baada ya kusali tahajjud nikaenda msikitini. Asubuhi yule yule bana alikuwa akimwona mtume saa salam kila siku, akaja tena na aliweka ndoto yake mbele ya mtume muhammad sainam alahi salatu wassalam, na sainam alahi salam akatia sahi yake juu yake. Na niliposoma ile ndoto aliondika huyu bana, ilikuwa ndoto ile ile niliyoona mimi, na huyu bana pia aliona ndoto ile ile mimi niliona. Na anasema hivi, mwenyezi mungu aliniongoza na alinisalimisha katika kuangamia. yaani ndoto huyu bana alikuwa akieleza ni ndoto kweli. Hazrat Maulvi Fadlilahi Saheb anasema कि बंदा को अमृतसर alijiunga na jumuiya mwaka 1892. अहमियत का इल्म Anasema kwamba बंदे ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत mimi रमजान के आखिरी अशरे में nilijua kuhusu jumuiya kwa baada ya kuja kwa Amir Hussein Saheb. कि मौला करीम मुझे इतला फरमा कि जिस हालत में अब nilifanya dua sana katika itikaf kwa ajili ya kujua ukweli sinam al islam, na nilifanya dua hii kwamba mola wangu niongoze kwamba je sinam al islam ni mkweli katika madai yake au watu wengine. Kwa hiyo nilionyeshwa katika ndoto kwamba mimi naswali swala lakini sielekei kibla, na mwanga wa jua pia ni kidogo sana. Nikajua maelezo yake ni kwamba hii ndiyo ni hali yako ya sasa hivi. Kesho yake baada ya swala ya isha nikafanya maombi sana kwa kuilia. Katika ndoto sinama al islam akasema kwamba wakati maalum ya kufanya maombi ni baada ya kupita nusu ya usiku. Kama mtoto anapolia maziwa yanashuka katika matiti ya mama, vile vile mwisho wa usiku mtu anapofanya maombi kwa kulia, rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka karibu. Baadaye nilifanya bayat ya sinam alayhi salatu wassalam, na baadaye kwa sababu ya rafiki wa sinam alayhi salatu wassalam nilipata faida hii kwamba siku moja wakati wa sala ya tahajjud nilikuwa nafanya dua katika sajda, nilipata hali ya ufunuo. Niliona malaika yenye sura mzuri amekuja katika ndoto. Alishika kikombe cha maji safi katika mkono mmoja na katika mkono mwingine alishika kisu, na akasema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kusafisha undani wako. Nikasema sawa, wewe unaweza kusafisha kadri unayotaka. Kwa hiyo kwanza alipasua kifua changu kwa kisu, kisha akasafisha vizuri na yale maji, lakini sikusikia maumivu wala sikuwa na haufu. Yeye alipoondoka nikahisi kwamba sasa ni wakati wa swala ya asubuhi, nataka kusali sala ya asubuhi, lakini
kifua changu kimepasuliwa, namna gani naweza kuswali swala. Kwa hiyo nikaanza kuharakisha miguu yangu na mikono yangu, lakini sikusikia maumivu hata kidogo. kisha niliamka na nikaswali sala ya alfajiri. Hadhra Mia Jan Muhammad saheb anasema kwamba mimi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kutoka utoto wangu sikumpinga Sayyidina alayhi salatu wassalam hata mara moja. Pamoja na hii kwamba nilikuwa nikisikia maneno ya upinzani. Mimi nilipokuwa katika umri wa miaka 15-6 nilikuja Multan pamoja na baba yangu, kwa sababu baba yangu marehemu alikuwa akifanya kazi kwa mtajiri mmoja. मजदूरी पे काम करता था. इत्तेफाकन मुल्तान में ईद रमज़ान आ गई. चुनांचे रोज़े रमज़ान शरीफ के भी रखे na और ईद उल फितर mimi pia nilikuwa nikifanya kibarua, करके असल na katika Multan ilikuja Ramadhan na Idi. Nilifunga saumu ya Ramadhan, na baada ya kusali sala ya Idi, शहरी के वक्त मुझे baada ya kutembea, niliporudi wakati sala ya alasiri nikalala kitandani, na ilikuwa msimu wa joto. Nililala wakati wa alasiri mpaka asubuhi. Wakati wa daku niliona ndoto, na ndoto ni hivi: kwa siku ya Idi mimi naenda kijijini kwangu Hela, में जो मुझे ईदगाह का नज़ारा पेश na sisi sote tunaenda वो मशरिक़ी तरफ kwa ajili ya kusali swala ya Idi pamoja na baba, na sehemu ya kusali Idi ni upande wa magharibi, na katika ndoto mimi niliona kwamba sehemu ya kusali swala ya Idi ni upande wa mashariki. Anasema kwa hivyo sisi tukaelekea upande wa mashariki, na baada ya sala tuliporudi njiani kulikuwa mlima kadogo cha mchanga, na juu yake ilikuwa jiwe moja. Nikakaa juu yake, nikataka kusukuma, lakini ilikuwa mzito sana, sikuweza kusukuma. Kisha kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu na kusema bismillah, niliposukuma lile jiwe lilisogea kidogo, na chini yake ilikuwa mlango ilikuwa imefungwa. Nilifungua ule mlango, mbele ilikuwa varanda, nikaingia pale, na mbele mimi naona kwamba साथ मिल गई. फिर मैं अंदर दाखिल kuna viatu vitatu vinne vizuri sana. 12 दरी बहुत खूबसूरत Mimi pia navua viatu vyangu kule, नहायत खूबसूरत कुरान viatu vyangu vilikuwa mpya. Kwa hiyo nikaingia ndani, naona kwamba kule ndani kuna कि हम तुम्हारा ही varanda nzuri sana, na vijana wawili wanasoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu mzuri. Na nilipowaendea wao wakataja jina langu na wakasema sisi tunakusubiri sana. क्या देखता हूँ Nilisema nilikuwa tayari kuja, lakini kwa sababu ya kazi sikupata nafasi. Sasa nimepata nafasi, ndiyo mara nimekuja. Kisha nilienda katika chumba kingine. Kule mimi naona kwamba kuna mzee aliyevaa mavazi rangi ya kijani ameketi, na mbele yake Qur'an tukufu imewekwa, na anasoma Qur'an tukufu, na amevaa mavazi rangi ya kijani. Nilipokwenda mbele yake akataja jina langu na akasema sisi tulikuwa tunakusubiri sana. Yule wali akanishika na akaniambatia na akasema, je, umesoma Qur'ani tukufu? Nikasema nimesoma juzu 7 ya Qur'ani tukufu na mimi naweza kusoma mimi mwenyewe. Kwa hiyo akafungua Qur'ani tukufu na akasema kwamba soma Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ilipofungua, aya ya kwanza niliyosoma pale ilikuwa tilka rasulu, इतने में वो कहने लगे वो बुजुर्ग अब na huyu mzee pia alikuwa anasoma aya hii isemayo tilka rasulu, yani hawa ni mitume. और मैं हैरान हो गया. Na yule wali akasema sasa mimi naondoka. Kwa hiyo akapotea katika macho yangu, na nikashangaa kwamba huyu wali ni nani. Katika ghaibu nikasikia sauti kwamba huyu wali ni Khidr alayhi salam, na vijana ni Hadrat Imam Hasan na Hadrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo mimi nikaamka. Mimi kwa kuona ndoto hii siku 2-3 sikupata utulivu, kwa sababu sikupata majibu ya ndoto yangu hii. इस्लाम की शक्ल में खूब Baada ya hii miaka kama 7 au 8 nilipofanya bayat kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wasallam, wakati huo ndoto yangu ilitimia, na yule mtu niliona katika sura ya Khidr alikuwa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Alhamdulillah, kwa macho yangu nilimuona, ये बात पैदा हुई. na bila shaka Sayyidina alayhi salam alikuwa nabii wa zama hii. उनके नाम रजिस्टर
hadhra misri din muhammad saheb anasema रात को मुझे ख्वाब आई jioni ilikuja wazo moyoni mwangu kwamba watu waliotangulia katika bayat majina yao yameandikwa katika orodha, lakini jina langu halipo. Katika usiku nikaona ndoto kwamba sinam alah islam amekaa na ameshika kalamu mkononi mwake na ameshika daftari katika mkono wa kulia, na huzur akaniuliza, jina lako ni nani, unafanya kazi gani? Nikasema mimi ni Misridin Muhammad na mimi nafanya kazi ya kutengeneza mapanga. Anasema siku ile wakati wa sala ya dhuhuri nilieleza ndoto yangu kwa Sinam alah salam, na huzur akasema jina lako limeandikwa katika orodha ya masahaba. Na wakati huo Mwalimu Abdul Karim Saheb pia alikuwepo, na halifa wa kwanza pia alikuwepo, na Mwalimu Muhammad Ali pia alikuwepo. Kisha Mwalimu Muhammad Ali akasema kwamba jina langu hata pia halipo katika orodha ya masahaba, lakini huzur hakumjibu. Hazrat Amir Khan Saheb anasema katika mwaka 1904 katika ndoto mimi niliona shamba moja na ilizungukwa na miti mikubwa mikubwa. Kwa ajili ya kuingia katika ile shamba ilikuwa mlango moja, na katika shamba ile ilikuwa mmea ya ngano. Nje ya shamba alikuwa nyati moja aliyekuwa anaingiza kichwa chake katikati ya miti kwa ajili ya kula ngano, lakini kila mara alipokuwa akiingiza kichwa chake alikuwa hawezi kula chakula, hawezi kula ngano, na alikuwa haingii katika mlango uliokuwa kuingia katika ile shamba. Kwa kuona hali hii katika ndoto, nikajua maana yake ni kwamba kama huyu nyati bila kutafuta mlango hawezi kupata lengo lake, vile vile kwa ajili ya kumpata Mwenyezi Mungu bila kumpitia Sinam alayhi salatu wasalam ambaye ni mlango, yeye hawezi kumwona Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika zama hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sinam alayhi salatu wasalam kuwa imamu wa zama hii katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Amir Khan Saheb anasema kwamba safari moja katika ndoto yangu nilimuona bana Sheikh Ahmad Ali Saheb aliyekuwa mtumishi wa zamani wa Sinam alayhi salatu wasalam, kwamba yeye ameweka tende kavu ya Arabuni na ameweka kwa ajili ya kugawa kati ya wageni, na ilikuwa imefunikwa na kitambaa nyeupe. Alipoanza kugawa tende ikawa kubwa sana na ikawa na yenye juisi sana, na anaanza kugawa na anasema kwamba hii ni tende kavu ya Arabuni, lakini mnapewa katika hali ya kuwa na juisi sana. Yani Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Sinam alayhi salatu wasalam ameuisha dini tukufu ya Islam. Hadrat Amir Khan Saheb anasema tarehe 19 wa Januari wa mwaka 1911 nilimwona singa moja, kijana singa moja ambaye alishikwa na jini, na watu walikuwa wakisoma maombi kadhaa kwa ajili ya kumtoa, na walikuwa wakileta moto karibu na yule kijana ili jini akimbie, lakini yule jini alikuwa hatoki. Kwa katika ndoto nilifahamishwa tiba yake ni nini, kwamba nichore picha ya jini katika karatasi nyeupe na kisha niandike sura kul auzu bi rabbin nas, kisha nichore picha ya jini na ninikate ile picha, na kwa kufanya hivi jini atavunjika. Kwa hiyo katika ndoto nilifanya hivyo hivi nilivyoambiwa. Kwa hiyo jini alivunjika, kwa hiyo yule kijana alipona na alipewa jina Ataullah. Nilipoamka nilikuwa nasoma shairi katika lugha ya Kiajemi. Huzur anasema hizi ni riwaya kadhaa niliyoeleza. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hao wote katika mahala pema, na imani hii iendelee kupatikana katika vizazi vyao pia. Huzur anasema baada ya swala nitasalisha jeneza ghaibu 2. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Abdul Majid Dogo Saheb. Aliishi Rabwa kwa muda mrefu, lakini
tangu miaka kadhaa alikuwa akiishi katika sweden. tarehe 23 wa desemba katika umri wa miaka 82 amefariki. na lillahi wa inna ilaihi rajiun. bana abdul majid dogar saheb alikuwa mtoto wa master chirag muhammad saheb radhiyallahu ta'ala anhu, mwenyeji wa Khare. Alikuwa mjukuu wa amir bakhsh saheb. baba yake na babu yake wote walikuwa masahaba wa sinam alayhi salatu wassalam. baba yake hadrat master chirag muhammad saheb, sawa na kumbukumbu langu na baba yangu pia aliniambia, sawa na kumbukumbu langu na watoto wake pia wamethibitisha kumbukumbu langu kwamba master chirag muhammad saheb alimsomesha halifa watatu na vile vile alimsomesha baba yangu pia, kwa sababu baba yangu na halifa watatu walikuwa na umri moja takriban. na vile vile alimsomesha halifa 4 pia. watu wengine wanasema hivi kwa sababu Khara ilikuwa karibu na Qadian, alikuwa mwenyeji wa Khara. Abdul Majid ni mtoto wake. Dogar saheb alikuwa na sifa chunga mzima. alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akitii uhalifa. Kila wakati uhalifa ulipokuwa ukitajwa, yeye alikuwa akianza kulia. alikuwa akiwa heshimu sana mabashiri na wale waliotoa wakfu maisha yao. hata mimi pia nimeona kwamba kila wakati katika macho yake mapenzi yalikuwa yanaonekana. alikuwa mtu mnyenyekevu na alikuwa akishiriki katika michango, na alikuwa msaliaji wa tahajjud, na alikuwa akiwahurumia watu maskini. alikuwa mtu mwema na mtiifu, na alikuwa na shauku sana ya mahubiri, na alikuwa haachi nafasi ya kufanya mahubiri. na hii ndiyo ni alama na sifa ya mcha Mungu. kuhusu mahubiri, mbashiri anaeleza kwamba alimwandikia barua mfalme wa Sweden na Obama na vile vile Pope pia. na pamoja na hii barua hii alituma kitabu kiitwacho Hakima ya Mafundisho ya Islam. alipokuwa hospitalini aliwapatia madaktari kitabu kiitwacho Hekima ya Mafundisho ya Islam, na alipokuwa akimpatia kitabu chochote alichukua ahadi kwamba lazima atasoma. 2005 niliposihi kwamba wanajumuia wafanye wasia, ye alikuwa bado hajafanya wasia, lakini nilipomwambia kwamba afanye wasia yeye na familia yake, kwa sababu ni matajiri, kwa wote wafanye wasia, wanatakiwa wafanye wasia. Zura anasema mimi sikumbuki, lakini watoto wake wamenikumbusha kwamba nilisema hivi. kwa hiyo yeye alisema kwamba aliwaita watu wote wa familia na walifanya wasia, na alikuwa akisema kwamba Hazura amefanya ihsani sana kwa kutukumbusha kuhusu ni wasia. Aga Yahya saheb mbashiri wa Sweden anasema kwamba bana Majid saheb alikuwa na sifa chungu mzima. mazungumzo yake na mwenendo wake ulikuwa unathibitisha kwamba yeye ni mtoto wa sahabi, na alikuwa akipenda sana uhalifa na mahubiri. na nilipofanya nasaha ya kusambaza vipeperushi, alikuwa akitembea na vipeperushi ili aendelee kuvisambaza, na alikuwa hapotezi muda wake hata kidogo. alikuwa akija katika maktaba wa Mission House na alikuwa akisoma vitabu mara chungu mzima. Alimbashiri alisema kwamba anywe chai au ampatie chai, lakini alikuwa akisema kwamba mimi ni mstaafu, lakini sitaki kupoteza muda wako, kwa sababu muda wako ni yenye thamani sana. Mwenyezi Mungu ajalie watoto wake wao pia waweze kutimiza ahadi zao ya utii wa uhalifa, na aiweke roho ya marehemu mahala pema. jeneza ya pili ni ya bana Malak Shafiq Ahmad saheb muhandisi aliyefariki tarehe 6 ya Januari
huko virginia new jersey. वहाँ किसी की शादी पे गए हुए थे, तो शादी पे अपने बेटे को कहा कि वक्त है काफ़ी, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, वजू करके बाहर alikuwa na afya njema mzuri. Alienda kushiriki katika harusi, na kabla ya harusi alimwambia kijana wake kwamba kwanza tusali swala. Baada ya kutawadha alitoka nje, alipata mshtuko wa moyo, na mtoto wake bado alikuwa bafuni, na mtu mwingine mwanajumuia alikuwa nje, na akamwambia huyu mwanajumuia kwamba mimi sisikii vizuri. Alipojaribu kumsaidia akaanguka. Daktari pia alikuwa pale, alipomwona akaona kwamba huyu bana amepata mshtuko wa moyo. Alipelekwa hospitalini, lakini kabla ya kufika hospitalini alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familia yake ilikuwa ikiishi katika Nushere Kekezenya. Babu yake Malik Mir Muhammad Sahib alijiunga na jumuiya mwaka 1924 kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Tangu wakati huo hawa wanafamilia wote ni wanajumuiya wazuri. Kisha huyu bana 1968 alifanya degree ya uhandisi. Baada ya kupata degree alifanya kazi katika Ministry of Defense, na alifanya kazi Libya pia miaka kama minne au mitano. Kisha alifanya kazi Lahore. Kisha baada ya kustaafu alienda Marekani, lakini katika muda huu pia alitumikia jumuiya sana. Wakati wa halifa wa 4 idara ya ujenzi ulipoteuliwa, alipata nafasi ya kuitumikia kupanua Daru Ziafat na msikiti wa Mubarak na nyumba ya Daru Kadha, na vile vile katika Baitul Hamd Society pia amefanya kazi vizuri. Masjid Baitul Futuh mwaka 2001 wakati halifa wa 4 alipobadilisha mpango wa ujenzi, yeye aliitwa na ushauri wake ulichukuliwa, na alikaa hapa kwa muda mrefu kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu. Siku hizi Mission House ya Brazil, Guatemala msikiti na Trinidad Mission House alikuwa anafanya kazi kwa ajili ya ujenzi wa misikiti hii na Mission House hizi, na alikuwa akifanya kazi kwa moyo sana. Na baada ya kustaafu alitoa muda wake wote kwa ajili ya huduma za jumuiya. Masjid Nur Model Town pia ilipanuliwa chini ya uongozi wake katika mwaka 2010, na alikuwa mtiifu sana na alikuwa akiitikia sana katika kazi zote za jumuiya. Kuhusu yeye mkewe anasema kwamba alikuwa hakubali maneno yoyote dhidi ya jumuiya na dhidi ya ukhalifa. Alikuwa akianza siku yake kwa kusali sala ya tahajjud na kwa kusoma Qur'an tukufu, na alikuwa akisikia utulivu sana kwa kufanya hivi, na usiku alikuwa akilala kwa kusoma kitabu chochote cha jumuiya. Na mkewe ameandika sifa zake chungu mzima. Sheikh Haris pia ambaye ni wakfe zindagi kule Rabwa na ni katibu mkuu wa idara ya ujenzi, yeye pia ameandika kuhusu huyu bana kwamba alikuwa akifanya kazi ya jumuiya kwa moyo sana. Huzuri anasema mimi pia nilimpatia majukumu kadhaa kule Rabwa wakati wote alipoitwa. Hata yeye alikuwa akifanya kazi yake wakati huo, lakini alikuwa akija mara moja na kwa moyo sana alifanya kazi zote za jumuiya. Vile vile mbashiri wa Brazil, kwa sababu siku hizi alikuwa anafanya kazi pamoja naye, huyo mbashiri amesema kwamba alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana na kwa moyo sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na aijalie kizazi chake pia kiweze kuitumikia jumuiya vizuri. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله